Na kashfa ya mafuta yenye thamani ya shilingi mabilioni ya pesa imemweka Waziri Opiyo Wandayi katika uangalizi mkali, huku bunge likiendelea kuongeza uchunguzi na sasa likitaka ajiwasilishe ili kufafanua madai ya mapungufu ya kimfumo katika sekta ya nishati nchini. Kukamatwa kwa maafisa wakuu katika sekta hiyo ya kawi, kupatikana pia kwa kiasi kikubwa cha fedha taslimu na wasiwasi unaozidi kuongezeka kwa umma kumeifanya kashfa hii kuwa mtihani mkubwa wa uwajibikaji, uadilifu, lakini pia udhibiti na uwezo wa serikali kurejesha imani katika sekta hiyo muhimu kwa taifa. Ya bunge ya nishati inamtaka waziri wa kawi Opiyo Wandayi kufika mbele yake Alhamisi saa 3 asubuhi kujibu kashfa ya mafuta isiyokidhi viwango yenye thamani ya shilingi bilioni 2.9 iliyotikisa nchi na kuibua masuala mazito kuhusu uwajibikaji na usimamizi wa sekta hiyo. Kamati hiyo imeweka matakwa yake ikimtaka Wandayi kutoa maelezo ya kina kuhusu matukio ya kipindi cha Pasaka, wakati maafisa 4 waandamizi katika wizara yake walikamatwa, huku wengine wakiendelea kutoa taarifa kwa mkurugenzi wa ujasusi DCI. Will be comprehensive and evidence based. It will seek to establish 1, the origin and authorization of the alleged substandard petroleum. Aidha, waziri huyo anatarajiwa kueleza kuhusu mapungufu katika utekelezaji wa sheria na ukiukaji unaoweza kuwa ulifanyika katika mfumo wa uagizaji wa mafuta, ikiwemo kufuata makubaliano ya serikali kwa serikali, bunge wakitaka kufahamu jinsi mafuta duni iliingia sokoni na udhaifu uliotumika. The CS will outline the measures being undertaken to stabilize the petroleum market, including the application and sustainability of the fuel price stabilization mechanism. Haya yanajiri kufuatia msako uliosababisha kukamatwa kwa Daniel Kiptoo, Joe Sang na Mohamed Liban pamoja na Bwana Wafula kutoka wizara ya kawi. Maafisa walivamia nyumba zao na kupata fedha nyingi taslimu, zikiwemo shilingi bilioni 119 katika makazi ya Sang, huku jumla ikizidi shilingi milioni 500. Baada ya siku 3 korokoroni, watatu hao walijiuzulu. Kamati hiyo sasa inazitaka taasisi zote za uchunguzi na utekelezaji wa sheria kufuatilia swala hili kikamilifu. Wakati huo huo, wizara imethibitisha kuwa nchi ina akiba ya kutosha ya mafuta inayoweza kukidhi mahitaji ya taifa kwa takribani wiki 2 licha ya hali hiyo inayoendelea. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Kadri vita kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran vinavyoendelea